Swali la kwanza tutafunza kuingia na swali nasema unyenyekevu ni nini? Tusaidiane. Unyenyekevu ni nini wanafunzi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unyenyekevu ni nini? Karibu mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unyenyekevu ni hali ya kujishusha ya mtu baina ya mtu. Fikiri hapo. Amina. Mwingine atusaidie tena kwa kuongezea unyenyekevu. Basi kwa maana yangu unyenyekevu ni hali ya kujishusha na kuwa tayari kutumika kwa utumishi ule usiostahili kutumika bila kiburi wala majivuno. Amina. Unyenyekevu ni hali ya kujishusha na kuwa tayari kutumika kwa utumishi ule usiostahili kutumika bila kiburi wala majivuno. Hii ndio maana yetu ya unyenyekevu. Tutaenda kusoma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6. Inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Habari, neno la Mungu linatufundisha kwamba tuwe wanyenyekevu siku ya leo katika maisha yetu. Ili tuweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tunatakiwa tuwe wanyenyekevu. Na sisi kama watumishi wa Mungu, mawakili wa siri za Mungu ambao tumeokoka na ni wasafiri wa kwenda mbinguni, lazima tuwe wanyenyekevu. Mungu anataka watu wanyenyekevu. Ukiwa na kiburi hauwezi kufika mbali. Hata kama una elimu, hata kama una kipaji, hata kama una kitu chochote ambacho unajivunia nacho, ukiwa na kiburi huwezi kufika mbali. Kwa hiyo tujifunze kuwa wanyenyekevu. Unyenyekevu ni kibali ambacho kitafungua milango ya kuingia sehemu ambayo ulikuwa ustahili, lakini kupitia unyenyekevu Mungu mwenyewe atafanya njia na atakuwezesha kufika sehemu yoyote ambayo unahitaji kufika. Lakini pia hata katika maisha yetu ya kawaida, sisi hakuna mtu ambaye anapenda kukaa na mtu mwenye kiburi. Hakuna mtu ambaye anapenda kushirikiana na mtu mwenye kiburi. Kwa hiyo ukiwa na kiburi, ukikosa unyenyekevu, hakuna mtu atakaa na wewe, na hakuna mtu atakayokushirikisha, na wala hakuna mtu atakayekupa siri zake kama una kiburi. Kwa hiyo siri ya unyenyekevu inafungua baraka. Unyenyekevu unafungua kibali cha kufanya mambo ambayo wewe ulikuwa huwezi kuyafanya, lakini kupitia unyenyekevu hata Mungu mwenyewe anafanya kazi na watu ambao wananyenyekea. Kwa hiyo tunajifunza kwamba lazima tuwe wanyenyekevu. Bila unyenyekevu hatuwezi kufika mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukifungua Yakobo 4 6, mmoja anisaidie kusoma. Lakini hatukujalia sisi neema iliyozidi, kwa hiyo kusema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wenye heri.
Mungu wetu anapenda watu wanyenyekevu. Hata tunasoma kila siku tukajifunza habari ya Shetani. Inasemekana kwamba alikuwa ni malaika wa sifa, lakini alipojiinua na kuonyesha kiburi, Mungu alimtupilia mbali. Kwa hiyo hata sisi siku ya leo tujifunze kuwa wanyenyekevu. Unyenyekevu utatupa kibali mbele za Mungu. Mungu atatupa kibali cha kuwa tutakapokuwa wanyenyekevu, atatusaidia katika maisha yetu na atatutetea hata tunaposhindwa. Lakini pia ukiendelea kusoma inasema, kuna pointi inasema kwamba unyenyekevu ni hali ya kudhibiti moyo wako usitawaliwe na kiburi, jeuri, dharau kwa watu wengine. Kwa hiyo lazima uwe na unyenyekevu mbele za wenzako. Unyenyekevu sio, haimaanishi kwamba uwe mwoga. Unyenyekevu haimaanishi kwamba uogope, lakini unyenyekevu ni hali ya kuheshimu na kuheshimu wengine, kuheshimu sheria za Mungu, lakini pia kushirikiana katika kufanya kazi ya Mungu. Lakini pia pointi nyingine inasema unyenyekevu ni hali ya kuona thamani ya wengine na kuwa na moyo wa kuinua wengine. Unyenyekevu pia hali ya kuinua wengine. Unapomuinua mwingine, unamwezesha mwenzako amekwama sehemu, pia bado ni unyenyekevu. Kwa unyenyekevu uwezo ukamwinua mwingine kama una kiburi, unataka mashindano, unataka majivuno, lakini ukiwa na unyenyekevu kila mtu atamwona mwenzake ana thamani. Ukiwa na unyenyekevu utatupa kibali mbele za Mungu. Ukiwa na unyenyekevu tutapiga hatua kutoka moja kwenda hatua nyingine. Na Mungu awabariki sana. Amen. Karibu kwa maswali. Basi tutamshukuru Mungu. Karibu. Utamsaidiaje mtu ambaye si mnyenyekevu? Amina. Karibu tusaidiane kujibu swali. Utamsaidiaje mtu asiye mnyenyekevu? Amina. Kwa mawazo yangu, mtu ambaye sio mnyenyekevu, labda alikuwa tunataka kumwelekeza yeye haelewi, sio mnyenyekevu. Mimi naona nikimsaidia huwezi kumwonyesha unyenyekevu kwa nguvu. Kikubwa ninachoona ni kumwombea kwa mawazo yangu. Amina. Mwingine? Karibu. Amina. Sababu kama utashuhudia habari za Yesu kuombea mwingine atabaki akapoka, basi lazima kutumia process. Yes. Kwa hiyo huwezi kuwa na haraka, yaani kuna watu hiyo ni yaani hiyo ni asili yao, si wengine yaani. Kwa hiyo ni lazima kushuhudia habari za Yesu, ili mwisho wa siku basi uendelee kutoka. Mungu anakutana naye, Mungu anakutana naye, basi lazima kwa sababu atapata utiishi, atajishusha. Bwana Yesu. Amina. Karibu mama.
walokole tu. Mambo unyenyekevu ni kwa walokole tu. Kwamba ni mtu wa kawaida ambaye hajaokoka atakuwa mnyenyekevu. Hapana. Sio. Kwa sababu unaweza tena ukakuta sasa hivi ukiangalia tunapokwenda sasa hivi. Sisi tuliokoka asilimia kubwa ndio sio wanyenyekevu. Lakini wale ambao hawajaokoka ambao wanajiita, lakini sisi tunajiita walokole. Yaani ukiangalia asilimia kubwa sasa hivi walokole wengi sio wanyenyekevu. Au mimi mlokole sio mnyenyekevu. Sema niseme wengine. Lakini asilimia ya walokole sasa hivi sio nini? Sio wanyenyekevu. Tena tunashindwa hata na hao ambao hawanasali makanisa ambayo hawajaokoka. Sasa tunasaidiana vipi? Maana swali la mjumbe tunamsaidia. Tukiacha masuala ya wokovu kwanza. Hata tuchukue pande zote mbili. Kwamba yani wokovu tunasema ni mambo ya kiroho, ndio? Lakini pia iko kawaida hata kimwili tu au kwa hao wenzetu ambao hawajaokoka tunawasaidiana. Sababu mimi nahisi unyenyekevu sidhani kama umeandaliwa kwa walokole. Amina. Mawazo yangu kwanza, sifa ya kwanza kuwa ukishaokoka lazima uwe mnyenyekevu. Hiyo ni sifa ya kwanza. Lakini pia hata kwa mtu ambaye sio mnyenyekevu, hata kama sio mlokole, utamsaidiaje ili awe mnyenyekevu? Pointi ya kwanza, lazima umuelezee sifa ya unyenyekevu. Ukishamwelezea sifa ya unyenyekevu, yeye mwenyewe ataanza kubadilika. Lakini pili, lazima umpe muda wa kubadilika. Mtu ambaye sio mnyenyekevu umpe muda, kwa sababu utamwelekeza. Ukiwa mnyenyekevu utapata hiki. Mfano kama tumesikia kwamba Mungu anafanya kazi na watu wanyenyekevu. Kwa hiyo unapomshuhudia habari ya unyenyekevu, unapomwelezea habari ya unyenyekevu, lazima umwelezee na sifa za mtu mnyenyekevu anapata faida gani. Lakini cha tatu, lazima uonyeshe kwa vitendo kwamba unyenyekevu, unapokuwa mnyenyekevu kwa vitendo inaenda vipi. Kwa mfano, wazazi wetu tunapokuwa nyumbani, wazazi anaweza kuna nafasi ya upendeleo na kuwepo kwa watoto. Hiyo nafasi ya upendeleo wa watoto inakuja kutokana na kwamba unyenyekevu wao na uwajibikaji wao. Mtu umwagiza huo unamtuma, anakuwa ni mwepesi kwenda. Hata mwenyewe ndani ya moyo wako kuna namna fulani unajisikia kufanyia mambo ambayo hata hajakwambia. Kwa hiyo hiyo ni sifa ya unyenyekevu. Kwa hiyo mtu unapokuwa hata kama hana unyenyekevu utamwelezea, ukiwa mnyenyekevu mimi nitakufanyia hivi, lakini pia lazima umpe kwa vitendo. Kwa hiyo nadhani tutakuwa tumejibu swali kama mtu asiye mnyenyekevu tutamsaidia kwa namna gani, lakini pia kuendelea kuombeana, kwa sababu tunaamini kwa Mungu hamna neno shirikana. Kwa maombi tutaomba, lakini pia tutasaidiana kwa kufundishana kwa maneno, kwa vitendo, pia mtu anabadilika. Amina. Basi tunamshukuru Mungu kwa neno hili la msingi wa leo. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru wewe, tunasema ni asante. Umetupa kibali na neema, umetukumbusha juu ya habari ya unyenyekevu. Mungu wetu, tunaomba utusaidie tukawe wanyenyekevu. Pia Bwana ukatusaidie tukaweze kuwafundisha hata wale Bwana wasio na unyenyekevu katika maisha yetu. Mungu Baba, wewe unaweza, kwako hakuna linaloshindikana. Tunakushukuru wewe, tunasema ni asante. Tunakutanguliza wewe Bwana katika maisha yetu, ili Bwana uweze kutenda mambo makubwa katika maisha yetu. Baba, tusaidie Roho Mtakatifu akaweze kutufundisha na kutuongoza katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kushukuru. Amen.